Umoja wa Tanzania unatoa nafasi pana kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano kunufaika na fursa mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika hali hiyo, hakuna mwananchi hata mmoja hapa Tanzania anayekosa faida za kuwepo kwa muungano huu kwa namna moja ama nyingine. Aidha, amani ya Tanzania ndio msingi mkuu wa maendeleo tunayoyapata katika sekta zote. Kwa mnasaba huo, hatua hii ya ujenzi wa miundombinu ya barabara tulioiwekea jiwe la msingi leo na utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo ni matokeo ya kuendelea kuwepo kwa amani katika nchi yetu. Amani tulionayo ndio inayoiwezesha serikali kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kulinda na kudumisha amani tulionayo ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Kwa kuzingatia kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, sote tutumie haki yetu ya kuchagua viongozi na kuhakikisha uchaguzi huo hauwi chanzo cha kuhatarisha amani tulionayo. Tuzingatie kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi, na hivyo tuendelee kuweka mbele maslahi ya nchi yetu kwa kudumisha amani. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa wizara na TANROADS kuhakikisha ujenzi wa barabara hii tulioiweka jiwe la msingi unamalizika kwa wakati, kwa mujibu wa mkataba na kwa ubora unaotakiwa. Aidha, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti ya mkataba na kufahamu kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kumalizika kwa mradi huu ili wanufaike na dhamira ya serikali ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya barabara katika maeneo yote ya nchi yetu. Ni wajibu wa wananchi kwa upande wao nao kutoa ushirikiano kwa wizara na mkandarasi, ikiwemo suala la ulinzi wa vifaa vya ujenzi, kwani kukosekana kwa ulinzi madhubuti kunaweza kuchangia kuzorotesha kasi ya kukamilisha mradi huu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika hafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara hii ya Kibada Mwasonga kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Rais, mradi huu ni sehemu ya barabara inayoanzia hapa Kibada kupitia Mwasonga, Kimbiji, Pemba Mnazi katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. Pia barabara hii inayoanzia Kurasini kupitia daraja la Nyerere inaungana na barabara ya Kibada Mwasonga Kimbiji katika eneo la Kibada. Mheshimiwa Rais, barabara kutoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilomita 41, utekelezaji wake umegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, yani package 1, ni sehemu ya barabara kuanzia Kibada hadi Songani yenye urefu wa kilomita 26.7, na sehemu ya pili inaanzia Songani kupitia Kijaka hadi Kimbiji yenye urefu wa kilomita 14.3. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa sehemu zote hizi mbili za mradi huu zinatekelezwa kwa pamoja, na kazi ya ujenzi ilianza tarehe 10 mwezi Aprili mwaka jana 2024 na ilipangwa kukamilika tarehe 9 mwezi Desemba mwaka huu. Hata hivyo, kutokana na sababu mbalimbali za kimkataba, mkandarasi amewasilisha ombi la nyongeza ya muda wa mkataba wa miezi 5, ambalo mkataba huu mkandarasi ni kampuni ya Estim Construction Company Limited, na mradi utagharimu shilingi bilioni 83.8, msimamizi ikiwa ni kitengo cha usimamizi cha TANROADS yani TECU mkoa wa Dar es Salaam, na gharama za usimamizi zitakuwa shilingi bilioni 1.7. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umefikia asilimia 30 na tunaendelea kutekeleza kwa kasi ili barabara ikamilike. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
Nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Abdalla Ulega, mbunge, waziri wa ujenzi, kukukaribisha kuzungumza na hadhara hii. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kupata muda na kuja kututembelea Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya shamra za maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wetu. Mheshimiwa Rais, kama walivyozungumza wataalamu wa TANROADS na kwa salamu za mkuu wa mkoa, tunakushukuru umetuwekea jiwe la msingi la barabara ya Kibada Mwasonga Kimbiji yenye jumla ya kilomita 41, ambayo hii ni tone tu ya miradi mikubwa ya ujenzi wa barabara ambayo ndani ya miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan imetekelezwa ndani ya nchi yetu. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.